يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. وتذكرت زماني معهم، ما أجمله ذاك الزمان، حين غابوا لم تغب ذكرهم، لو نسينا الدهر لم ننسى هوانا. وتذكرت زماني معهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa TV Iman, ni kipindi maalumu ndicho ambacho tuko nacho hivi sasa, nikiwa naye mwana historia wetu Mwalimu Muhammad Saidi, ambaye anazungumzia historia za waliopita. Historia za waliopita ndicho kipindi au mada ambayo natamalaki nayo, akigusia dondoo katika kitabu cha Abdul Wahid Sykes, ndicho ambacho akitamalaki nacho. Na Mwalimu Saidi, tumerejea baada ya awamu ya kwanza kipindi chetu. Hivi sasa tupo katika awamu ya pili. Tuliishia kwamba historia ya Majimaji imetoweka. Nini kilichoendelea baada ya historia ya Majimaji kutoweka? Tumekuwa na historia ambayo sio historia. Kwa maana hiyo ilitoweka ile ambayo ndio. Naam. Ikaja historia ambayo sio. Mathalan, Naam. wewe unamsoma, wanasema katika Majimaji kulikuwa na kamanda mmoja mwanamke, jina lake anaitwa Mkomanile. Jina Mkomanile. Alikuwa kabila gani huyu? Wangoni hao, wote Wangoni hao. Okay. Mkomanile. Lakini huyu jina lake, huyo Mkomanile babake, yeye jina lake Khadija binti Mkomanile. Sadaka. Kama ilivyokuwa Abu Raufu Songeambano, yule ni Khadija. Kwa nini ya majina ya Kiislamu wanayaogopa? Kwa nini hayasemwi? Sasa leo nasoma historia ya Majimaji, wanahofu kusema jeshi lile kubwa lilikuwa ndani yake, na jeshi kubwa walikuwa Waislamu mle. Lakini turudi kwa hawa Wazulu hawa. Huyu Kleist huyu kaja na ndugu yake anaitwa Ali Katini. Tena huyu alikuwa kipofu. Katika jeshi lile la Wajerumani kulikuwa na mtu anaitwa, huyu alikuwa chifu, Mohoshi Shangani. Huyu Mohoshi Shangani alikuwa shemeji yake na Kleist Mbuane. Kamata vizuri ya majina yasikubabaishe. Hawa ndio waliokuja Tanganyika, na hawa wakaja kufanya, watoto wao wakaja kufanya mambo ambayo yana umuhimu mkubwa kama sehemu ya historia ya Tanganyika. Sijui kama nafahamika vizuri. Sykes Bwane alikufa Ruaha, alichukuliwa na maji. Wakati huo ndio washamshinda Mkwawa huko, wanarudi zao Bagamoyo, Pangani. Kufika Ruaha, unajua Wazulu akipigana lazima wachukue ngawira. Walichukua ng'ombe, wafika mtoni pale, wakatizama ule mto, wakapitisha ng'ombe. Ng'ombe ni kilo 300. Kuichukua kilo 300 kuichukua si maskara bwana. Kuona ng'ombe umepita, yeye akatia mguu ajaribu kupita, maji akamchukua akafa. Lakini tayari Pangani alikuwa kishapata mtoto, ndio huyu akaja kujulikana kama Kleist Sykes Bwane. Na huyu Kleist mama yake anaitwa Kwema, alikuwa bibi wa Kinyaturu.
Kwema. Huyu Clasti ndio jina lake hilo au la kupachikwa? Ilikuwa hivi, mimi nilimuuliza siku moja Bi Maunda Plantan. Bi Maunda ni mjukuu wa Chief Mohoshi Shangani, mjukuu wa Chief Mohoshi Shangani. Mwanaye Thomas Plantan, katika familia maarufu Dar es Salaam wakati huo. Hawa Waislamu wanaosikia masioni haya majina walikuwa hawa wote wanazaliwa kwenye kambi ya jeshi ya Kijerumani, kwa sababu baada ya vita kumalizika, washamnyonga Abu Bushiri, Meli kule Moshi kule waliua machifu 19 wa Jerumani. Wajerumani wakinyonga tu. Mkwawa walipiga ile ngome. Ukaenda pale wanakuonyesha na ile ngome, utaona ule msingi wa uko chini, lakini umepigwa ule kutokea Tosamaganga. Na wale Tosamaganga walipopiga pale wakajenga kanisa kubwa pale. Na ile sema Tosamaganga tupa mawe, yani ile mizinga kwa napiga pale kwenye kambi ya, ndio maana ya Tosamaganga. Basi kanisa limejenga kanisa kubwa sana ile. Kama kumbuka ile, manake ile kumbuka hawa katika fikra zao huyu si Muislamu. Na nitakwambia alikuwa na kamanda pale ndugu yake Mkwawa akiitwa Yusuf. Shaka historia hii kama huisomi utasomeshwa historia sio. Historia, fika wewe Iringa uone kuna misikiti mingapi ya Ijumaa. Chanzo kimetoka huko. Sasa akizaliwa mtoto kwenye kambi, Wajerumani ndio wanafanya tasjila. Wajerumani kwa matoa majira ya Kijerumani. Yuko Schneider Plantan, mtoto Chief Mohoshi huyo. Lakini Schneider akifika nyumbani, babake anamwambia wewe sio Schneider, wewe jina lako Abdullahi. Schneider ukitaka kujua kama alikuwa Muislamu barabara, sio Muislamu. Yeye ndio alikuwa mwandishi wa Mufti Sheikh Hassan bin Amer. Na ukiambiwa mambo ambayo Schneider alifanya, Schneider ndio alisimamia mapinduzi ya kuondoa uongozi wa wazee wale waliosomeshwa na Wajerumani na kuwaleta kina Dr. Kiaruzi na kina Abdul Saisi kuichukua taa na kufanya chama cha siasa 54. Huwezi kuhadithia story hiyo bila kumtaja Schneider. Na huyo alikuwa anapinduliwa Plantan, yeye ni kaka yake na alikuwa mwalimu kusomesha. Kaka yake Schneider. Kaka yake Schneider. Walikuwa watatu wale. Kwa nini alikuwa anampendua? Kwa sababu walikuwa wanataka waingie vijana akina Abdu waingie katika taa sasa. Walete mabadiliko tudai nchi yetu. Inaonekana wale walikuwa hawataki hicho kitu. Nani atakaotolewa kwenye madaraka? Kuna mtu. Lakini kubwa zaidi Mwalimu Thomas Plantan, mimi nilikuwa naingia mpaka nyumbani kwake katika miaka 60. Ukifika nyumbani kwake yeye utakuta ameweka trophies, vichwa vya kongoni. Maka alikuwa mwindaji yeye. Si wazuru bwana, wazuru hakuna vita, ile bunduki atafanya nini? Hakuna porini kwenda kuua. Basi mdogo wake Schneider Abdullahi ndio alisimamia kakake aondolewe yeye na Clement Mohamed Mtamida alikuwa secretary. Waliwapindua tokeni bwana. Waliingia ofisini Abdul Saix na Mzee Mwapachu. Mimi kada Mzee Dosa. Wakawatoa wale watu wazima kwa nguvu. Tokeni bwana. Lakini Waingereza hawataki mambo kama hayo. Wakasema hapana, hapa ifanyike uchaguzi bwana. Sasa wanasema ile siku walipoitwa wote wale kwa Waingereza, sasa watu wamebana hawawezi kusema. Wanaogopa. Schneider amesimama. Alisema nataka kuwatoa hawa bwana. Nataka kuwatoa, nataka kichapa kifanye kazi kinakusudiwa bwana. Kwa sababu Waingereza walishamfunga Schneider wakati wa vita vya pili vya dunia. Vita vya kwanza kapigana Schneider. Amevaa uniform ya jeshi la Kijerumani. Yeye na Kleist. Dhidi ya Waingereza, Mwele Juu Tanga kule. Kleist katika hichi kitabu ninachokuambia ameeleza siku moja mpaka ya pili. Siku ya pili mpaka ya tatu. Maisha yake yote toka anaanza vita na ndugu yake huyu Schneider. Anasema tulipokuwa vitani tuko Mwele Juu Tanga ndio tunaletewa habari
kuwa baba yetu Afande Plantan amekufa. Afande Plantan amekufa 1914. Vinaanza vita vya kwanza vya dunia. Yeye kafa tu kawaida, kifo cha kawaida. Kifo cha kawaida. Na Wajerumani kwa heshima, wake Yesu ndio waliotoka naye toka Mozambiki kuja na hapa, wakashinda wananchi hapa, wakatawala. Na sasa vita vimekuja, walisimamisha vita kwa heshima yake. Pata habari kuwa maana yeye alikuwa na cheo cha, walikuwa wanamuita Afande Plantan. Yeye ndio alikuwa mkuu wa jeshi, wakiita German Constabulary. Ndio alikuwa mkuu wa jeshi la Ujerumani upande wa Afrika hawa. Maana kulikuwa na katika ile jeshi wapo wa Manyema. Bibi yangu huyo mkuu kaja na Ujerumani kama askari. Yeye aliingilia Shirati kule. Walisimamisha vita kwa heshima yake. Na ukenda pale kazikwa makaburi ya Ilala pale. Unajua makaburi ya Ilala pale? Lipo kaburi la Schneider. La Afande Plantan pale. Na anasema Bibi Maunda, anasema sisi zamani tuko wadogo, tukenda na wazee pale kupiga fata kila mfungo 3. Tukapiga wazee wetu hao. Hii ndio historia. Sasa ilivyokuja vita vya pili sasa, Schneider akawa anapita barabarani Dar es Salaam. Anasema nini Wajerumani hawa Waingereza? Hawanaweza kupigana na Wajerumani nao? Kwa sababu yeye bado alikuwa anajiona kama askari wa Kijerumani. Kuna kisa ninakwambia, wajavu na hadithi nicheka. Wajerumani walikuwa na pesa, wanataka kutoa kwa askari wao. Lakini sasa hawajui watawapataje wale askari ili watoe ile pesa. Kama kinua mgongo hivi. Vya vita. Likapigwa la mgambo kwa askari wa Kijerumani wakutane Mnazi Mmoja pale, waparedi, watarejista, watazama nyaraka zao ili wawape hizo pesa. Sasa umeanguka umma pale. Wajerumani ndio wanatazama, wanasema kweli wote askari wa Kijerumani hawa. Sasa nasema bwana, akatokea Mjerumani pale mbele, askari huyo. Akaanza kutoa zile komandi kwa Kijerumani. Anasema bwana, ile kutoa komandi ya kwanza tu basi walipiga lenyewe kwa. Utakumiwa na ngamachu na mimi. Hawasikii Kijerumani. Akaambia bwana, nyinyi mkuu askari wa Kijerumani bwana. Nendeni bwana. Wanaondoka. Kina nani hao? Swali kuja hapa, wakaita jeshi. Sema sisi tuna pesa za kutoa. Kwa hiyo ikabidi akawapata wale ambao kila mtu mpata hiyo, kuna mapesa ya Jerumani yamekuja. Sasa wale wanasema kweli wote wako askari wa Jerumani. Sasa tutajua. Akasimama askari wa Jerumani pale, akapiga ile komanda kwa Kijerumani. Nataka kuwapata wale ambao ndio. Basi ile kupile kutoa ile komanda tu ya Kijerumani, wale wenyewe wale wenzangu wameachwa kule, hawajui anasema nini. Walifuata hela tulikuwa. Mkuu askari wa Kijerumani. Sasa vita vya pili, anasema anapita barabarani Schneider. Anasema nini bwana? Nyinyi hao watapigana na Ujerumani hawa. Wakati hao wamepigana chini ya von Lotto-Warburg. Chini ya von Lotto-Warburg. Na von Lotto-Warburg, unajua Eddie Kemp wake, mpambe wake alikuwa nani? Alikuwa Kleist. Kleist kasoma mpaka darasa la 6 wakati wa elimu ya juu. Anasema Kijerumani. Alafu alifundishwa yeye, make ukichunguza 6 kushatoka hapo, au kupi kazi bwana. Jeshi. Yeye alisomea signals. Hizi inaanza vita, anaandika kwenye ule mswada wake. Anasema mimi na Schneider tumetoka hapa na von Lotto-Warburg, tunakuwa na mwele juu kwenda kupambana na majeshi ya Uingereza ambayo yalikuwa yanaingia sasa Tanganyika, bado kwa Tanganyika, German West Africa. Lakini walielemewa Wajerumani, wakakimbia. Wakimbia wapi? Waliingia kusini, wakaingia Mozambiki. Baadhi wakaondoka wale askari hapa,
baadhi wakabaki katika. Ukisoma ule mswada aliandika Dezi ule ambao uko kwenye kitabu cha Modern Tanzanians, utakuta majina, kuna Chakulan, alafu kuna Machakaomo. Huyu Machakaomo yeye mimi nilikuja kumjua mwanae, mjukuu wake Machakaomo, mama alikuwa shoga na mamangu. Wazulu hao kipata pale Dar es Salaam hapo. Sasa hii ndio athari iliyokuwa ya Wajerumani wakati huo. Sasa ndio nikuja Uingereza wakamfunga kwa yale maneno yale, kwa kutukana Wajerumani, kwa Waingereza kwa watapigwa na Wajerumani, wakamchukua wakaenda kumfunga kwenye kisiwa Mwanza huko. Kakaa huko mpaka vita vimekwisha, wakamwachia, lakini akiwachukia sana Wajerumani. Sasa siku ile ya kutisha mkutano kwa hapa fanyike uchaguzi, watu wamebana kusema, akasema tunataka waondoke, tunataka kuleta viongozi wapya watakuwa kaendeleze kichama katika ile kusudio lake. Ndio kafanya uchaguzi, Dr. Vedasto Kiaruzi akichagua president, Abdul Sykes akawa secretary. Hawa ndio sasa wakaweka msingi wa kuja kuunda chama cha tano. Lakini mwaka 49 pakatokea pendekezo. Governor Twining alisema kuwa tungependa sisi mtupe mapendekezo yenu, mnataka nyinyi mtawaliwe vipi? Sasa wakati ule wakawa wametengeneza kamati wanaita TAA Political Subcommittee, kamati ndogo ya siasa ndani ya taa. Yuko Sheikh Hassan bin Amir, Mufti Sheikh Hassan bin Amir katika kamati. Unashangaa kusikia Sheikh Hassan bin Amir kwa mwanasiasa unashangaa Sheikh Ajrani. Nafahamu. Yuko Sheikh Saidi cha Urembo, hao ndio wenyewe wa Manyema wenye mji wao. Yuko Hamza Mwapachu, yuko Abdul Sykes, Vedasto Kiaruzi, Stephen Muhando na Mzee Rupia, kamati watu 7. Hii kamati ilipeleka mapendekezo ambayo yaliwaudhi kupita kiasi Waingereza. Waliwaambia hivi, sisi tunataka kwanza msituchagulie viongozi wa kuingia kwenye legico, kwenye baraza la kutunga sheria, tupige kura. Baki Waingereza wanasema Chief David Kidama Kwaya, wewe utakuwa memba wa baraza la kutunga sheria. Abduli Shangali, wewe utakuwa memba wa baraza la kutunga sheria. Nasema tutaki, tupige kura sisi, tuchague nani tutaka wewe kiongozi wetu. Hili tutalifanya kwa miaka 13. Baada ya miaka 13 mnaondoka, mnatuacha nchi yetu. Tony akasema namna gani hao? Sisi tunakaribisha watu wa fikra zao, watakufukuza kwenye nchi. Sasa basi wale wote viongozi, ukimtoa Abdul Sykes kwa vile katika hiyo kabati, akabakia Abdul Sykes peke yake hapa Dar es Salaam. Wale wote wakachanguliwa kuno. Na kuna kitu muhimu sana katika mapendekezo. Hao walichanguliwa na nani? Nani? Unasema akabaki Abdulwahid Sykes. Hao wengine wakaenda wapi? Vedasto Kiaruzi akapeleka Kigolwira, akatibie wafungwa huko. Kigolwira hapo. Hamza Mwapachu akapelekwa Nancy Ukerewe kisiwani. Maana yeye Hamza Mwapachu ndio alikuwa kiongozi wa haya. Yeye alikuwa mkubwa kwa zaidi ya miaka 9. Yeye kazaliwa 1913, kafa 1962. Huyu mtu muhimu sana katika historia ya Tanganyika. Mwapachu huyu ndio Mwapachu yule wa Tanga? Baba yake yule. Wale ni watoto wale. Ndio anasema ndio familia ile. Alizaa Rahma, afu akaja Anza Bakari, akaja Rahma, akaja Juma, akaja Wendo, akaja Tunu, akaja Jabir. Huyu bwana kwanza akasoma uganga hapa Sewa Haji Hospital. Afu akaenda Makerere akafanya uganga vile vile.
halafu akaenda University of Wales Cardiff, akaenda kusoma social science. Kama unamtafuta mtu mmoja ambaye ndio chanzo cha vugu mpaka amekuja kuunda TANU, ni Hamza Mwapachu. Ni Hamza Mwapachu. Yeye ndiyo alimweka Mwalimu Nyerere kwenye kiti kile. Hamza na Abdul Sykes walikuwa namna hii. Abdul alitaka kumleta Chief Kidama Kwaya kuja kuwa president wa taa 53, 54 naomba TANU, anakuwa president na yeye ndo anaongoza mapambano. Lakini Chief Kidama hakutaka hiyo. Hivi katika hizi zama ambazo nazungumzia Mwalimu, kwa Waislamu wako ambao waliachana Uislamu wao wakaenda upande mwingine kutokana na hili vuguvugu ambalo lilikuwa likiwakuta? Kwa pwani ilikuwa tabu sana. Huko kusini yuko kina Dastan Omari, baba yao alikuwa Muislamu, na yeye walipokuja Jerumani walimlenga yeye, wakamratidisha. Halafu aliporitadi yeye akawa mwalimu pale, na alipowazaa ndo akawazaa kina Dastan Omari. Familia kubwa ya wasomi. Dastan Omari alikuwa ndo DC, alikuwa DC wa kwanza Mwafrika. Dastan Omari. Ina maana Wajerumani wao wanawalazimisha watu kwa... Hawalazimishi. Sio Wajerumani hiyo walikuwa wamishonari ndio walikuwa wafanya kazi hiyo. Walifanikiwa sana bonde. Kwa sababu walipotoka nani Kiungani Zanzibar, wakaja wakaja Tanga, wapi sehemu inaitwaje, Magila. Pale ndo wakajenga nani pale kanisa na hospitali. Utaona majina ya Peter Saidi mengi sana bonde kule. Wabondei wengi, na tunapata uhuru wa Bondei ndio walikuwa wameshika ile civil service, wengi walikuwa Bondei. Chukua muda na kutoka kubakia. Huyu namsikia na kutajia, huyu alikuwa katika political committee, Stephen Muhando. Yule Stephen Abdallah Muhando. Stephen Abdallah Muhando. Yeye ndugu yake Peter. Baba yake alikuwa Muislamu. Unamsikia Martin Kayamba. Martin Kayamba, huyo Kayamba huyo baba yao huyo alikuwa Muislamu. Wamishonari wakampata. Huyo walimpeleka mpaka Uingereza kusoma. Ndio hiyo. Naam. Kwa maana hiyo lengo la Mjerumani ilikuwa yeye ni kutaka watu kuwatoa katika Uislamu kuwapeleka upande mwingine. Hiyo kazi hiyo yeye alitaka kutawala, lakini kazi hiyo ilikuwa kazi ya wamishonari. Wamishonari ndio walifanya, ilikuja pa Leipzig mission ya Kijerumani. Wajerumani Leipzig ni mji wa kutoka Ujerumani, basi walikuwa na mission ilikuja. Kuna kitabu nimeandika mimi cha Rajab Ibrahim Kirama, bahati mbaya sikukileta hapa. Rajab Ibrahim Kirama ndio alileta Uislamu Machame Nkuu mwaka 1930. Mimi familia yake wao walipojua kama ndio kitabu hiki cha Mshaksi, na wanahadithia historia yao, vipi babu yao Machame Nkuu aliingiza Uislamu. Machame hii ya Kilimanjaro. Okay. Sasa mwaka juzi ulikuwa 2020, walipomaliza kuzungumza sasa hawa wajukuu wakasema, kama tuna historia nzito kama hii mbona haijaandikwa? Wakasema kweli. Halafu za Mwenyezi Mungu shani yake, kwa sababu Rajabu Kirama alipoingiza sasa Uislamu pale Nkuu, na akafanikiwa akajenga shule iko mpaka leo, na sasa hivi anajenga msikiti mkubwa, wakajenga na msikiti na Uislamu ukasimama pale. Kuna wengine katika ukoo hawakuja katika Uislamu, wakabaki kwenye Ukristo. Sasa angalia shani ya Allah, familia wanakuja Sasa watu hawaji kwa sababu ya dini. Kuna watu wanakuja kwa sababu ya dini, kuna wale wanakuja kwa sababu leo ni shule ya babu mkuu. Sijui kama unanipata. Leo wanakuja kwa sababu ya babu. Wao walibakia kwenye Kristo.
Na huyu wallahi subhanallah, mimi sasa hawajukuu wakasema kwa nini haiandikwi hii? Sasa familia wakaweka kikao, wakasema tumtafute Maud Saidi. Nakumbuka tulifanya kikao cha kwanza, tulifanya pale Serena Hotel pale. Alikuwepo Captain Abubakar marehemu sasa kwa balozi amefariki, na alikuja na Saidi Mwema. Hao ni wajukuu hao ni wajukuu wa Ibrahim Kirama. Tukazungumza, nikamwambia kini sawa kuandika, lakini ningependa sana kupata nyaraka. Wakasema nyaraka zipo, na sisi tumehifadhi hii historia yetu kizazi kwa kizazi. Wanakwenda nyuma karibu miaka 200. Wakasema ukenda Machame Mkuu, nenda kwa Bihawa Binti Rajabu, lakini maarufu anamuita Mama Ali kwa sababu mtoto wake mkubwa wa kwanza anaitwa Ali, kwa jina lake maarufu ni Mama Ali. Mimi nimekwenda kwa yule mama, nimepelekwa bwana Limani huko. Kitu cha kwanza kilichonistajabisha wakati tunaingia na gari, Wachaga wanapenda sana jina Abdurazak. Wewe unasikia Wachaga wanaita Abdurazak, unasikia wanalipenda sana jina. Abdurazak wanalipenda sana. Yule kijana driver anaendesha ananiletea. Ile nyumba shangazi Abdurazak. Ile nyumba ya mjomba Rashid. Natizama. Sasa kutizama zile nyumba zilivyo. Sasa mimi nimekwenda mpaka nyumbani kwa mahali. Kwanza nyumba yenyewe ukiambiwa kama uko shamba, usemejea nyumba mtu kuja nyumba hii hapa shamba. Hizi nyumba zinakaa Dar es Salaam Masaki hizi. Wakati maskini Mama mtu mzima na hali yake ilikuwa nzuri. Acha piteni huku ndani. Sasa kwa sababu hatoki pale varanda kuja varanda akasana ndani. Kitanda chake mkaa huko na pale amekaa masofa yake, kutaka kuzungumza naye, ukitaka kumjulia hali yeye hatoki kuja kule pale. Wewe unakwenda pale unakaa mnazungumza. Nimemkuta ameshika vitabu vya dua anasoma. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ile intonation ya Kiarabu. Alikuwa kishapata habari zangu. Basi akaanza kunihadithia. Kwanza kanipa shoko. Kasema mimi kwa upande wa mama, mimi ni binti Shangali. Shangali ni familia kubwa. Wako Wakristo, wako Waislamu. Mama Ali ni mtoto wa Chief Abdieli Shangali. Huyo bwana, mama ana Kiarabu huyo mama. Basi alinihadithia habari yote, mimi na rekodi bwana, yote ya babake. Zile yale migongano ya kifamilia kati ya familia ya Shangali na familia ya baba yake upande huo, vita vile vilivyopigana, mpaka ananiambia Ibrahim Kirama juu ya kuwa adui wa Chief Shangali akaenda kumposa dada yake ambaye ndo mamangu mimi, nikazaliwa mimi. Very interesting history. Nimeandika kitabu kipo hapa. Sasa hii ndiyo historia ambao watu wengi hawajui. Mwalimu Saidi, hii historia watu wengi hawaijui, lakini wewe ushaiandika kwenye vitabu. Ina maana mpaka sasa bado haijulikani tu, na umesema kitabu ukiandika kina zaidi ya miaka 20. Ni hawataki kufanya nini? Kwa sababu ngoja, manake wakati mwingine wanauliza maswali, mimi nakuwa sitade majibu. Nasema huyu mtu ananiuliza kama hajui au vipi. Asante mwalimu, nadhani kwamba tupate mapumziko mafupi. Asante. Ili tuweze kuendelea na kipindi chetu. Mtazamaji na msikilizaji, ni kipindi maalumu, ni mwana historia wetu Sheikh Muhammad Saidi akizungumzia historia za waliopita. Ni kitabu cha Abdulwahid Sykes ndicho ambacho akipata dondoo kutoka humo na kutaweza kutupa maelezo zaidi kwa upana zaidi.
Ni mimi Ali Ajirandi ambaye naongoza kipindi hiki. Tupate mapumziko mafupi kisha tuweze kuendelea hapa tulipoishia ili tuweze kustafidi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.